Kwenye upande wa matukio kama lilotokea jana kwa Ibrahim Jabbar hadi ikapelekea kupewa kadi nyekundu. Kadi nyekundu ni adhabu ya kwanza, lakini adhabu ya pili tunatembea kwenye ukosaji wa mechi. Je, kwenye kanuni zinasema nini? Atakosa mechi 3 ama atakosa mechi 2? Swali zuri, kwa sababu watu wengi wamekuwa wana huo mkanganyiko katika kile ambacho jana kimetokea kwenye mchezo wa Pamba Jiji dhidi ya Simba. Ibrahim Jabbar, kiungo wa Simba, alipoonyeshwa kadi nyekundu na muamuzi kufuatia teknolojia ya VS ambako iliweza kuhukumu tukio hilo. Sasa kimsingi ni kwamba tayari amekwisha adhibiwa na muamuzi kwa kadi nyekundu. Hiyo ni moja ambako kama ingetokea muamuzi angeshindwa kung'amua lile tukio na angemwacha Ibrahim Jabbar aendelee na mchezo, ingekuja kamati ya uendeshwaji na usimamizi wa ligi kuu soka Tanzania bara ambako kimsingi wangekwenda kumhukumu Ibrahim Jabbar kwa kumfungia mechi 3, lakini pia na kumtoza faini ya shilingi milioni 5 kwa mujibu wa kanuni ya TPLB msimu wa mwaka 2027 2026 kanuni ya 41 kipengele cha 5, namna ambavyo kinazungumza kwamba mchezaji akifanya makosa ya kinidhamu kama hilo ambalo amelifanya, kwa sababu pale aliriski usalama wa mwenzake, lakini pia alifanya tukio la makusudi kumpiga kiwiko mlinzi wa kikosi cha Pamba Jiji Football Club. Kwa hiyo kwa mujibu wa kanuni ni kwamba atakosa michezo 3 inayofuata Ibrahim Jabbar, ambako ataukosa mchezo dhidi ya Singida ambao ndio mchezo unaofuata kwa klabu ya Simba, lakini pia ataukosa mchezo dhidi ya Coastal ambao Simba atakwenda kucheza pia baada ya hapo, lakini pia ataukosa mchezo dhidi ya vijana wa Geita Gold ambao atakwenda pia kucheza baada ya kumaliza kwenye mchezo wa Coastal Union. Na kwa hii ni kwa mujibu wa kanuni ambayo inazungumza kwamba mchezaji atakayefanya kosa la namna hilo ama katika mazingira ya namna hiyo atafungiwa michezo 3, michezo isiyopungua 3 au faini isiyopungua shilingi milioni 5. Kwa hiyo mbali na kupewa kadi nyekundu ambayo ni slight red card, kwa hiyo atakosa michezo 3, lakini pia kuna hati ya kuweza kutozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kufanya violent conduct kwa mchezaji mwenzake wakati mchezo ukiwa unaendelea. Kwa hiyo mazingira yamekaa katika muktadha wa namna hiyo kwa mchezaji Ibrahim Jabbar, namna ambavyo anaweza akagharimu timu yake kwenye mechi 3 ambazo zinakwenda kufuata, mechi ambazo kimsingi sio rahisi kwa upande wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Unadhani hii teknolojia sasa hivi FVS imekuja kusaidia baadhi ya matatizo kwenye ligi yetu? Kwa sababu kirahisi ile tukio mwamuzi kwa ni vigumu sana kuliona, lakini baada ya kufanya marejeo akaweza kungamua kwamba hapa Jabbar alifanya makosa. FVS imekuja kuongeza ufanisi wa ligi kuu soka Tanzania bara, hasa kwa waamuzi, namna ambavyo wamekuwa wakifanya maamuzi kwa ufasaha kutokana na kile ambacho wamekiweka, teknolojia ambayo inawasaidia na kuwapa uwanda mpana wa kuweza kurejelea tukio ambalo hawajaliona kwa ukaribu. Kwa hiyo kwa asilimia 100 naweza nikasema kwamba FVS imekwenda kuifanya ligi yetu iwe katika muktadha mzuri, hasa wa kimaamuzi kwa matukio 3 ambayo waamuzi kwa jicho la kawaida ama jicho la nyama wasingeweza kushuhudia matukio hayo. Ndio maana tumeweza kushuhudia matukio kama haya 3 yamekuwa yaking'amuliwa pasipokuwa na taabu yoyote, na hausikii malalamiko wala minong'ono kwa watu, kwa maana ni matukio ambayo kweli yanafanyika na mtu wa mpira of course anaona, pasipo kujali jambo lolote ambalo linaweza likaathiri zile interest, lakini pia masuala kadha wa kadha. Unadhani matukio haya ya kadi nyekundu ndani ya klabu ya Simba yanachagizwa na nini? Kwa sababu utaka kuangalia mechi ya kwanza akiwa Kaitaba, Kameta amepata kadi nyekundu, amekuja jini Mwanza, Ibrahim Jabbar amepata kadi nyekundu. Hii inapelekea nini? Ni pressure ya mechi kulingana na jinsi watani wao wanavuzidi na wao kuwafuata nyuma, kwa sababu wao wanaongoza ligi ya sasa hivi. Watani wanafua, wana alama 3, Singida na alama 4. Kwa wao ndio wako pale kileleni. Licha tukiacha na matokeo haya, matukio ya kadi nyekundu, nini kinasababisha ndani ya klabu ya Simba? Nafikiri ni discipline. Nidhamu kwa wachezaji bado hajawa katika mlengo mzuri, na hii ina reflect kwamba bado ile management ya Simba
kuanzia kwenye uongozi wa klabu kwa maana ya viongozi wakubwa wa klabu, lakini pia hadi katika ngazi ya viongozi wa benchi la ufundi wakina Steve Barker, hawa kocha mkuu wa klabu ya Simba, lazima pia wa maintain hii performance ama nidhamu kwa wachezaji, waweze kujua kwamba watakapopata kadi nyekundu wanakwenda kuiathiri timu moja kwa moja kuanzia ndani, lakini pia nje ya uwanja, kwa sababu wao ni wachezaji ambao ni wafanyakazi wa klabu ambao kimsingi wameajiriwa kwa lengo la kuitumikia nembo ya klabu. Kwa hiyo wanapopitia kwenye kipindi hiki cha kadi nyekundu, kimsingi watakosa mechi kadhaa ambazo itakuwa ni nje ya kipengele cha mkataba, kwa sababu wao wameajiriwa kwa lengo la kuitumikia nembo ya klabu. Kwa hiyo nafikiri ni kutakuwa na mpangilio mzuri wa kinidhamu kwa viongozi na kuweza pia kuwasimamia vizuri na wafahamu wajibu wao ni upi, lakini pia kutoa adhabu kali kwa wachezaji ambao watakuwa wanafanya makosa kama ya aina hii, sababu tumeshuhudia kwamba timu nyingine zimekuwa ni rahisi kuweza kumwadhibu mchezaji kwenye matukio kama haya ambayo kimsingi kwenye football hayatakiwi. Kwa hiyo Simba nao pia lazima waweke sera kali ambazo zitakuwa zina lengo la kuwalinda hawa wachezaji, lakini pia kumaintain nidhamu katika mchezo husika, lakini pia kwa wachezaji wenyewe. FVS ni teknolojia ya timu zote zinazoshiriki ligi kuu soka Tanzania bara. Hebu toa neno lako kwa vilabu vyote vinavyoshiriki ligi hiyo kuangazia kwamba wawe na tahadhari wanapoingia kwenye mechi za namna hii, kwa sababu sasa hivi tunategemea kwamba zile janja wizi matukio ya ajabu hatutegemei kuona kwa sana, kwa sababu baada ya hapo kuna sehemu ambayo mwamuzi atafanya review na atakuhukumu kulingana na kile ambacho umekifanya. Neno kwa vilabu vyote ni umakini tu, na waweze pia kutoa support kwa mashabiki kwa hizi timu mbili ambazo wanacheza kwa kile ambacho wanakiamini, kwa sababu ni teknolojia ambayo imeletwa nchini na TFF, kwa maana shirikisho la soka nchini kwa kushirikiana na TPLB, bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara, na imekuwa ni teknolojia ya kwanza. Yaani sisi Tanzania tumekuwa taifa la kwanza kuitumia hii teknolojia kunako ligi kuu ya nchini kwetu. Kwa hiyo ni teknolojia ambayo inabidi tuitumie kwa lengo tu la kuweza kukiuka na kuzingatia sheria 17 za soka ulimwenguni ambazo ziliwekwa na shirikisho la soka ulimwenguni kwa maana ya FIFA. Sawa. Hayo ni maneno ya Leopard John, mwite sauti ya mvua, akitoa tathmini ya mchezo wa jana kupelekea Ibrahim Jabbar kuweza kupata kadi nyekundu kwenye mchezo ule. Jina langu ni Dhahabu ya Mara, lakini neno lake la muhimu aliyosema kwamba vilabu vyote 16 vinashiriki ligi kuu soka Tanzania bara viwe makini na kuzingatia kanuni za kimchezo. Naam, hii ni Golden Boot, nyuma ya kamera Agnes Basengelele. Tukutane wasaa mwingine pia.